Itailazimu serikali na sekta ya kibinafsi kushirikiana kwa ujenzi wa vituo vya wasafiri katika barabara kuu nchini kama njia ya kuwasaidia wasafiri kupata vyoo na pia kuwaepusha na magonjwa. Hili litategemea kuidhinishwa mswada uliowasilishwa na Seneta Wanyeri Wahome wa Matinga ambao unashinikiza ujenzi wa vituo hivyo. Seneta huyo anasema mswada utakapopitishwa, vituo hivyo vitakuwa vikijengwa wakati wa ujenzi wa barabara zozote kuu. Kama Mwangi na taarifa hiyo kwa kina. Unapata town zingine unaweza pata kwa hizi njia unaweza pata penye ya kujisaidia kwa barabara, lakini kwa hizi njia kwenda Isiolo, Marsabit mpaka Moyale utapata penye ya kujisaidia ni ngumu. Inabidi tuende kwa mahoteli ya watu, saa nyingine kwa petrol station, na ukienda pale kwa sababu haukunywi mafuta ama hakuna kitu unanunua, wanawanyima mahali ya kujisaidia. Kila wasafiri wanapoabiri matatu au mabasi kwa safari zao ni mwanzo wa kipindi kirefu cha kuvumilia mpaka watakapowasili waendako kabla ya kupata nafasi ya kwenda msalani, haswa iwapo hakuna hoteli au maeneo salama wanakoweza kusimama kwa muda. Ndiyo changamoto kuu kwa wasafiri kwenye barabara kuu ya Isiolo kuelekea Moyale, na ambao kwa miaka mingi wamehangaika na magonjwa au hata kuvamiwa magari yanaposimama vichakani ili waweze kujisaidia. Kusimama kwetu tunasimamanga mahali ambapo kuna roadblock ya polisi kama Sorolibi ama Laisamis ama Merile. Hizo sehemu kutoka hapo tusiposimamishwa na polisi hatuna mahali pa kusimama tujisaidie, tukunywe maji. Isiolo sasa huwa choo ni tunazidi kwa njia tu. Huwa tunatoka msituni tu, nafikiri mnaelewa. Ni kufuatia hali hii ndio Seneta Wanyeri Wahome wa Matinga amefikisha mswada wa ujenzi wa vituo vya wasafiri kwenye barabara kuu nchini katika kile anachosema ni njia ya kuwarejeshea hadhi wasafiri. In this modern time where Kenya is one of the developing countries and advancing towards becoming a developed country, this is one of the things that we must do, that the government must set aside of such a facilities which can be constructed along our highways so that we can, as I said, dignify our road users. Kulingana na seneta huyo, pasi na kuwa maeneo ya wasafiri kujisaidia, vituo hivi vitatumika kama maeneo ya kuwabadilishia nepi watoto wachanga wanaosafiri na pia kama maegesho ya magari ya huduma za dharura. It being a public-private partnership, there'll be other elements alongside the facility, like petrol stations can be incorporated. We can also incorporate private clinics. We can also incorporate hotels and such facilities, eataries, so that in itself it becomes self-financing. Kama Mwangi, runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Isiolo.